Makamu wa Rais wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi ametoa kauli inayoweza kubadili mwelekeo wa mjadala wa muda mrefu wa kisiasa nchini unaohusu mabadiliko ya katiba mpya. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa wanachama wa mtandao na watetezi wa haki za binadamu, Daktari Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kupigania katiba mpya bila kuchoka. Mkutano huo uliofanyika tarehe 24 Julai mwaka 2026 uliwakusanya watetezi mbalimbali wa haki za binadamu waliokuwa wakitarajia hotuba kuhusu utawala bora, lakini Daktari Emmanuel Nchimbi aliamua kuelekeza hisia zake na mtazamo wake katika swala la katiba mpya. Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi amebainisha kuwa iwapo angekuwa na ujumbe mmoja tu wa mwisho wa kuwaachia wananchi pamoja na Watanzania kwa ujumla, basi ungekuwa ni kuwataka waendelee kudai katiba mpya. Amesisitiza kuwa katiba inayohitajika si ya kawaida tu, bali ni katiba yenye uwezo wa kudumu kwa miaka 50 na miaka zingine 100 zijazo, na iliyojengwa juu ya msingi wa mwafaka wa kitaifa. Lengo kuu la katiba ya aina hiyo ni kuhakikisha kuwa vizazi vijavyo vinairithi bila kulazimika kuirejelea mara moja kwenye mijadala mingine ya kikatiba. Kiongozi huyo wa ngazi ya juu serikalini hakuwasilisha hoja zake kama msimamo wa kawaida wa sera au taarifa ya kawaida ya serikali, bali aliwasilisha kama wito binafsi kwa taifa. Badala ya kuelekeza ujumbe wake kwa wanasiasa, wanasheria au taasisi za serikali pekee, Daktari Emmanuel Nchimbi aliwahutubia wananchi wa kawaida na kuwasihi waendelee kujitolea kufanikisha katiba inayoikisi makubaliano mapana. Mtazamo huu wa makamu wa rais unaonyesha jinsi anavyoweka uzito kwenye ushirika wa wananchi na maoni yao katika kuunda chombo hicho kikuu cha sheria nchini. Katika kueleza historia ya swala hili, Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi ameweka wazi kuwa mazungumzo kuhusu katiba mpya nchi Tanzania yamekuwa sehemu ya siasa kwa zaidi ya miaka 40. Alifafanua kuwa kampeni za mageuzi ya kikatiba zilianza tangu mwaka wa 1982, hali inayomfahamisha kuwa kizazi kizima kimekuwa kikisikia mijadala hiyo bila kufikia azimio la kudumu. Watanzania waliokuwa watoto wakati mijadala hiyo ilianza sasa wamekuwa wazazi na wengine wana wajukuu, lakini nchi bado haijapata katiba mpya inayohitajika kwa utawala wa sasa. Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi pia aliguzia mchakato wa marekebisho ya katiba iliyozunduliwa wakati wa serikali ya awamu ya 4. Alibainisha kuwa mchakato huo ulikumbana na changamoto kubwa kabla ya kukamilika kutokana na idadi kubwa ya maoni, mapendekezo na matarajio yaliyowasilishwa na wananchi kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Daktari Emmanuel Nchimbi alibainisha kuwa ugumu wa mchakato huo au kutokana na ukosefu wa maslahi ya umma, bali ulikuwa ni kutona na wingi wa ushiriki wa wananchi na ugumu wa kupatanisha mitazamo na maoni tofauti katika dokumenti moja inayoweza kuungwa mkono na taifa nzima. Msisitizo mkubwa wa Daktari Emmanuel Nchimbi ulikuwa kwenye neno makubaliano. Kulingana na makamu wa rais, katiba iliyotengenezwa kwa makubaliano mapana ina uwezo wa kuimarisha demokrasia, kuboresha utawala bora na kulinda haki za raia, kuimarisha umoja wa kitaifa na kuunda msingi thabiti wa maendeleo wa muda mrefu. Mtazamo wa Daktari Emmanuel Nchimbi, mchakato wa kufikia katiba una umuhimu sana na hati yenyewe ya mwisho, kwani katiba inayokubalika na jamii nzima inakuwa na uhalali na uimara zaidi kisheria na kijamii.
Makamu wa Rais Emmanuel Nchimbi alitumia maneno ya kuhimiza wananchi kubana ili kupata katiba mpya inayohudumu kwa nusu karne ijayo. Kauli hiyo imezua hisia za uharaka na kupanua mjadala wa kitaifa, kwani hakutaka Watanzania kukaa na kusubiri mabadiliko hayo kutokea yenyewe au kusubiri ahadi za kisiasa. Alisisitiza kuwa juhudi za kutafuta mwafaka wa taifa lazima ziendelee ili kufikia lengo hilo, ingawa hakutoa maelezo ya kina na kiufundi kuhusu jinsi juhudi hizo zitakavyoratibiwa kisheria au kiserikali katika hatua za mbeleni. Mjadala wa katiba mpya Tanzania umekuwa ukihusisha makundi mbalimbali yakiwemo vyama vya siasa, wataaluma wa sheria, wasomi, asasi za kiraia na viongozi wa dini. Kila kundi limekuwa likipendekeza vipengele au taratibu tofauti za kuanza mchakato huo. Hatua ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kujitokeza hadharani na kuunga mkono juhudi za kudai katiba mpya inaongeza mwelekeo mpya kwenye mazungumzo ya kitaifa, hasa ikizingatiwa kuwa alikuwa akihutubia mkutano wa watetezi wa haki za binadamu jijini Dar es Salaam. Mbali na kueleza haja ya mabadiliko, Daktari Emmanuel Nchimbi aliweka msisitizo kwenye ulinzi wa amani na utulivu wa nchi wakati wa mchakato huo. Alieleza kuwa marekebisho ya katiba hayapaswi kuwa chanzo cha migogoro au mipasuko miongoni mwa Tanzania. Badala yake, alieleza kuwa makubaliano na maridhiano vinapaswa kutumika kama njia kuu na lengo la mwisho la kupata sheria mama itakayolinda haki na maendeleo ya kila raia kwa miaka mingi ijayo. Wakati wa hotuba yake, makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi hakutangaza ratiba mpya ya kisheria wala hakutoa mapendekezo rasmi ya serikali kuhusu kuanzishwa tena kwa mchakato huo wa kikatiba. Hotuba yake ilibaki tu wito wa hadhara unaohimiza jamii kuendelea na kuendeleza mjadala huo kwa amani na kujenga mwafaka. Alieleza kuwa katiba inayolengwa lazima iwe na uwezo wa kuendana na mabadiliko ya nyakati na kuhakikisha kuwa taasisi za nchi zinabaki imara kwa ajili ya usalama na maendeleo ya vizazi vya sasa na vile vinakavyokuja. Hotuba hii ya Daktari Emmanuel Nchimbi imeweka wazi kuwa swala la katiba mpya linabaki kuwa mada kuu katika siasa za Tanzania hata baada ya miongo minne ya mijadala na jitihada mbalimbali za kupatikana kwa katiba hiyo. Makamu wa rais alihitimisha uwasilishaji wake kwa kuwakumbusha watetezi wa haki za binadamu na wananchi wote waliohudhuria jijini Dar es Salaam kuwa njia pekee ya kufikia katiba endelevu ni kupitia mazungumzo, uvumilivu wa kisiasa na kuelewa wa maslahi ya taifa na kuweka taifa na maslahi yake mbele ya matakwa binafsi au ya kikundi chochote cha kisiasa.